Habari ya asubuhi. Salama. Karibuni sana. Asante. Naambiwa mmepata changamoto. Hii ni vyema pia tungewasikia. Ili nipate namba ya usajili ndio nijiunge na kiwanda chetu. Tukafanya hivyo, tukaandika barua, tukalipia na hiyo hela. Akatuambia kwamba usajili unafanyika Iringa, ambao tumechagua Iringa kama ni mkopo karibu ambao mikoa yetu wanaweza wakafika kwa urahisi. Tukafanya hivyo jana tarehe 18 tulifika hapa saa 12. Walisema kwamba Iringa, tulifika Iringa kuna hoteli inaitwa Makibete. Tulipofika wakasema hiyo hoteli iko mkabala na posta manispaa ya serikali. Tulipofika tukaulizia, kuna baadhi ya watu wakasema kwamba hiyo hoteli hapa Iringa hamna hoteli inayoitwa hivyo. Kwa hiyo changamoto iliyokuwepo hapo ni nauli ya kurudi. Kama mkipatiwa nauli ya kurudi Singida ni mzuri. Lakini kule Singida mna shughuli au mnafanya? Ya kazi ya kuajiriwa, kaona hii ni fursa sisi vijana kufanya kazi. Kwa nyinyi wataalamu wa operator sawa. Na simu ya kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge ametoa hiyo nauli kwa ajili ya nyinyi kufika huko Singida. Sawa jamani, na tutawasindikiza mpaka kwenye maeneo ya gari zinapopatikana zinapokwenda Singida, ili msije mkaingia, kwa sababu ni wageni, msije mkaingia tena kwenye changamoto nyingine pia kutapeliwa tena kwa mara nyingine tena. Sisi tumeelewana jamani? Kwa hiyo katibu hapa msaidizi wa idara ya mawasiliano na mambo ya masuala ya kisiasa, yeye atawapeni hizo fedha kwa ajili ya safari hizo, lakini pia tutawasindikiza mpaka eneo husika. Kwa hiyo asanteni sana na tuwape pole, lakini pia mtusalimie huko Singida huko, na mtupe salamu, mtufikishie salamu kwa mkuu wa mkoa wa Singida, alikuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, mama yetu, dada yetu Halima Dendego. Mwambieni kwamba tunamsalimia sana. Na itapendeza sana mkifikishe hizo salamu zetu kwake. Asanteni sana. Ifahamike kwamba matapeli wapo na wanaendelea na shughuli. Yaani wao wapo kazini. Yaani tunavyozungumza sisi tunafanya hili jambo, matapeli wapo kazini. Na ndio maana nimezungumza hapa. Pengine sisi tunaweza tukawapa nyinyi nauli, fedha hapa mkononi, mkajikuta mmeingia kwa matapeli wengine. Na wakajua kabisa wao jamaa mpewa nauli pale, wakaingia kwenye matapeli wengine. Kwa hiyo matapeli wapo, na tuwaambie vijana wote kwa maana ya Tanzania nzima, wanaotoka Iringa, wana jimbo la Iringa hili, lakini wanatoka Tanzania nzima kwa ujumla, kuwa makini kwenye namna ya matangazo yanayotolewa, hasa yanayohusu kazi, kwa sababu pia tunaamini kuna vyombo sahihi huwa vinatangaza masuala yanayohusu ajira, na kwa sababu kuna changamoto za ajira, watu wameamua kujitengenezea sana eneo hilo, kutengeneza fursa ya kujipatia fedha kwenye mazingira yasiyokuwa ya uaminifu. Lakini pia tuwaambie sasa vijana, tuna kila sababu ya kupambana, kujishughulisha. Hilo ndio jambo la msingi sana. Inawezekana tukipambana kujishughulisha badala ya kufikiri kufanya utapeli, kwa utapeli watu, sio njia sahihi, kwa sababu leo hao watu mwatapeli umefanikiwa, kesho utawatapeli watu wengine na utashindwa kufanikiwa. Ukiingia kwenye mikono ya sheria utaweza kushughulikiwa sana. Lakini hiyo ni mikono ya sheria. Unaweza kukutana na wananchi kule sasa ikawa ni changamoto nyingine kabisa. Kwa hiyo tuwaase vijana kufanya kazi za halali ambazo zina uwezo kuwaingizia vipato vyao, na tunaona fursa zimeanza kufunguka, na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu amekuwa akipambana sana kuhakikisha kwamba anafungua fursa. Ukija hapa juzi halmashauri imetoa mkopo wa zaidi milioni 400 na point kwa ajili ya kupeleka kwa vijana. Lakini pia kuna mabenki ambayo serikali imeingia inapeleka fedha huko, benki ya CRDB, benki ya NMB na mabenki mengine ambao zile fedha ni za vijana kwa ajili ya kuweza kwenda kujishughulisha, wachukue fedha hizo kwenda kujishughulisha. Kwa hiyo mimi nawaasa sana vijana tufanye kazi za uhalali badala ya kufikiri kufanya kazi za utapeli. Asante sana. Mimi naitwa Raymond Kimata, ni katibu msaidizi ofisi ya Mbunge, masuala ya siasa na mawasiliano ya umma.
Kwanza mimi nitumie nafasi kuwashukuru nyie vijana ambao kwa namna moja au nyingine hamkuamua kwenda kuiba, mliamua kutafuta kazi kwa njia ya uhalali, ingawa hiyo kazi tayari mlikuwa mmeshakwisha kutapeliwa. Nyie mliamini ni kazi halali, lakini mlikuwa mmeshakwisha kutapeliwa. Sasa pia nitumie nafasi hii kushukuru sana chombo cha Matukio Daima kupitia ndugu yetu Francis Godwin. Yeye alipoona hili jambo, aliona njia sahihi ni njia ya kumtafuta mwenye jimbo la Iringa mjini ambaye ni mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Fabian Ngajilo. Na kwa kweli Matukio Daima hamjapotea, mlielekea sehemu sahihi, na yeye mbunge amechukua jukumu la kuhakikisha kwamba anawasaidia hao vijana kama nilivyosema katibu wangu wa mbunge, kuwatoa hapa na kuwarudisha kwao ili wakaendelea na majukumu mengine. Lakini kuwasaidia huko manake ametuma ujumbe kwamba watakapokuwa Singida wajulishe watawala wa Singida kwamba jimbo la Iringa mjini liko salama, halina matapeli, na mbunge amesema wanaolitumia jimbo la Iringa mjini kama ni jimbo la kitapeli sasa waishie hapo, atashughulika nao, kwa sababu jimbo hili lina historia yake. Kwanza lina wasomi, lakini na watu waadilifu, na yeye analitawala jimbo hili kiuadilifu kweli. Kwa hiyo kupitia ofisi yake ya mbunge na kupitia katibu wake tunalitekeleza hili kwa kutuma salamu kwa wenzetu kwamba wasiendelee kutapeli kupitia manispaa ya Iringa, wasiendelee kutapeli kupitia jimbo la Iringa mjini. Asanteni sana Matukio Daima, tuko pamoja na nyinyi. Asante. Nilipofika Iringa mjini nilikuwa mchovu wa safari ndefu, lakini moyo wangu ulijawa na furaha mara tu nilipokanyaga Igumbilo. Mji ulikuwa tulivu, wenye hewa safi na watu wenye tabasamu. Nilipouliza sehemu nzuri ya chakula, kila mtu alinielekeza sehemu moja tu, Hope Fast Food Hotel, Igumbilo, Iringa. Nilipoingia, nilipokelewa kwa heshima na huduma ya haraka. Harufu ya chakula ilinifanya nisahau uchovu wote wa safari. Niliponja wali na kuku. Ladha yake ilinifanya nitabasamu bila kujua. Ni simulizi nzuri, nimeipenda. Nitaweka kwenye folder la kumbukumbu zangu ili ukumbuke kuwa simulizi hii inaendelea kuishi. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa inathamini safari yako, na thamani yako ni pamoja na chakula kizuri kwa gharama nafuu. Hope Fast Food Hotel Igumbilo, Iringa. Tupo Iringa mjini. Kwako wewe msafiri wapo Iringa, karibu tukuhudumie. Tupigie simu namba 0762 173293. Hope Fast Food Igumbilo, Iringa. Furaha yako inasindikizwa na chakula kitamu. Fundi Mduba, haya matofali umenunua wapi? Mbona ni laini kama biskuti? Mkeo huyo alisema nijenge kwa tofali za block, ila hakusema ninunue wapi. Aise fundi, hizi sio tofali imara. Twende nikupeleke Kadege Block Kiesa pale. Twende wote, maana hata mimi wanasikia na wengi wanasifia tofali zao, ni kiwango mume wangu. Kadege Block ni watengenezaji wazuri wa tofali za block aina zote, kuanzia tofali inchi 4, inchi 5 na inchi 6. Pia ni wataalamu wazuri wa kutengeneza paving, cobblestone, luvasi na masterface za kisasa, bila kusahau huduma ya kusogezewa mchanga, kokoto na mawe. Sisi ndio kazi zetu kwa uaminifu mkubwa. Tupo Kihesa Mwachanga na Kigonzile geti jeusi darajani, na kwa Kilosa tunatazamana na kwa Kilosa sekondari. Tupigie simu namba 0756 635380 au 0711920289. Asante sana mume wangu, kweli umeonyesha upendo mkubwa kwangu na familia. Ndio maana hakuna mama mwenye gari, mama bora ni mama mwenye nyumba. Familia bora ni nyumba imara, na nyumba jenga na Kadege Block Kiesa. Nimefika Iringa ila nimezunguka kutafuta hoteli. Usijari, hapa umefika, ni pa kipekee na utafurahia sana. Asante sana, hakika ni pa kipekee. Wooden Haven Hotel sasa imefunguliwa. Huduma zetu ni kiwango zaidi. Karibu Wooden Haven Hotel. Hapa ni sehemu nzuri ya kulala, chakula na vinywaji vyote. Pia kwa wale wenye vikao vya sherehe mbalimbali, ukumbi ni bure kabisa, ulinzi wa kutosha. Pia ukifika hapa ni free wifi wakati wote. Tunapatikana Kitwiru kabla ya sheli ya Upendo, barabara kuu ya Iringa Mbeya. Tupigie simu namba
namba 0696297167 na 0696295900 au barua pepe woodenhavenhotel@gmail.com au woodenhavenhotel.com. Wooden Haven Hotel, sisi ni wewe, karibu tufurahi pamoja.